Malaika, CV yako inavutia sana. Naona umefanya kazi nje ya nchi kama mchambuzi wa data. Hii ni hatua kubwa sana. Ni kweli kabisa. Okay, sasa kwa nini ukubaki huko na ukaamua kuja kutafuta kazi huku? Nimeona umri unaenda na kukaa kwenye nchi za watu sio vizuri pia, kwa sababu bado natakiwa kurudi nyumbani nitakapozeeka. Hivyo nikaona ni bora niwahi kurudi nyumbani mapema ili nijitengeneze maisha yangu ya baadaye. Basi hakuna shida, kama ni kazi umepata na kampuni yetu inalipa vizuri sana, lakini ili upate nafasi ya kufanya kazi, hapa kuna sharti moja ambalo ni lazima ukubaliane nalo ndio uweze kufanya kazi. Ni sharti gani hilo? Sharti lenyewe ni kwamba nikikupa nafasi ya kufanya kazi hapa, unapaswa kunipa 20% ya mshahara wako kila mwezi. 20%? Lakini bosi, sidhani kama ni haki yako kuchukua 20% ya mshahara wangu. Au hiyo ndio kanuni ya kampuni? Hiyo ndo kanuni, na kama hutaki mlango ule pale. Kwanza huko nje kuna watu wengi sana wanataka hii nafasi. Sawa bosi, nimekubali uchukua 20% ya mshahara wangu. Sasa kwa kuwa umekubali, nitakutumia mkataba wa siri utie saini. Na ukithubutu kumwambia mtu yeyote, nitahakikisha unafukuzwa kazi na pia nitahakikisha haupati kazi popote nchi hii. Sawa, nimekuelewa. Habari zenu? Salama bosi. Nimepokea malalamiko mengi kutoka kwa wafanyakazi wapya. Wanadai kuwa hawapokei mshahara kamili. Sam, wewe ndio unasimamia swala la kuajiri hapa ofisini. Kuna tatizo gani? Bosi, mimi nafanya kazi yangu vizuri sana. Nadhani labda kutakuwa na makosa kwenye mifumo ya kodi. Hivyo naomba ili swala tumkabidhi mhasibu alifanyie uchunguzi. Nimefanya uchunguzi bosi, na malipo yote yanaonekana kuwa sawa kwenye taarifa zetu. Ila nilichogundua ni kwamba pesa zinapotea baada ya kutoka kwenye kampuni. Hivyo nahisi tatizo linaweza kuwa kwenye akaunti za wafanyakazi. Sawa, kama mmeshafanyia uchunguzi, nendeni mkaendelee na kazi zenu. Ila hakikisheni mnawasaidia hawa wafanyakazi kutatua hiyo changamoto. Sawa bosi. Habari boss. Salama, karibu. Asante, nimekuja kwa ajili ya usahili wa nafasi ya mfanyakazi wa kujitolea. Haya, naomba CV yako. CV yangu nimesha kutumia kwenye email tangu asubuhi. Wewe ndio Alex? Ndiyo boss. CV yako nimeipitia, lakini ya kawaida sana. Kwani umemaliza chuo? Ndiyo boss, nimemaliza chuo. Ndiyo maana nikaomba nafasi ya kujitolea kwanza, ili nipate uzoefu kabla ya kuomba ajira. Sawa, sasa kwa kuwa umemaliza chuo, mimi nitakuajiri kabisa. Lakini kuna utaratibu mmoja. Ninakuajiri lakini 20% ya mshahara wako ni wangu. Sasa kwa nini uchukue 20% ya mshahara wangu, wakati hilo ni jasho langu? Nachukua 20% kwa sababu mimi ndiye mlango wa kupata ajira hapa. Alafu pia unatakiwa ujue kwamba kampuni inatoa bima ya afya, nyumba ya kuishi na usafiri wa kuja ofisini na kurudishwa nyumbani kila siku. Sasa kama utashindwa kujiongeza mlango ule pale, wewe nenda tu, maana hii nafasi itakuwa haikufai. Hivi bosi, hujisikii vibaya unavyotumia nafasi yako kunyonya watu wengine? We dogo, naomba utoke ofisini kwangu, maana naona unataka kuniharibia siku. Mimi siondoki hapa mpaka kieleweke. Nimesema toka ofisini kwangu ama niite walinzi waje kukutoa kwa nguvu. Sam, kuna nini hapa? Mbona unapiga kelele? Bosi, huyu kijana alikuja hapa kutafuta kazi na baada ya kukagua CV yake nimegundua kuwa hana sifa ya kuajiriwa kwenye ofisi yetu. Lakini cha ajabu amegoma kabisa kutoka baada ya kumwambia kuwa hapa hatuajiri watu wasio na uzoefu. Sam, unajua huyu ni nani? Huyu ndio kijana nilikwambia amekuja kutafuta kazi na kuanza kuleta vurugu. Samu, huyu ndio mkurugenzi mkuu na mmiliki wa hii kampuni. Na nyie hamumfahamu kwa sababu shughuli zote za humu ndani huwa nasimamia mimi. Yeye yupo nje ya nchi tangu kampuni hii ianzishwe. Na hapa amekuja makusudi ili aone utendaji wetu wa kazi. Naomba unisamehe bosi, kwa kweli sikujua kuwa wewe ndio mmiliki wa hii kampuni. Sam, sidhani kama unastahili msamaha kwa hivi vitendo unavyofanya hapa ofisini kila unapoajiri wafanyakazi wapya. Tafadhali bosi, naomba unisamehe, nimefanya kosa mara moja na kuahidi nitajirekebisha. Unasemaje umefanya kosa mara moja wakati kila mwezi unachukua 20% ya mishahara ya wafanyakazi wote uliowaajiri? Cha usiku, hebu waambie hao askari hapo reception waje wamkamate huyu mwizi.